Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, awali ya yote kwanza nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa uhai na afya, lakini pili ni kushukuruni na kukupongeza sana ndugu zangu kwa kuitikia wito wa kuja kutusikiliza sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, wote tunafahamu jana tarehe 12 ya mwezi wa 5 2025 Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yani INEC ilitangaza rasmi kuongeza kwa majimbo takriban 8 katika taifa letu, lakini na sisi kama wana Dar es Salaam tumepata baraka hii ya kuongezewa kwa majimbo mawili, ambao majimbo hayo yanapatikana katika wilaya zetu mbili, Temeke pamoja na Ilala, ambapo hapo awali Dar es Salaam sisi tulikuwa na majimbo takriban 10, lakini baada ya kuona vipo vigezo ambao vya kikatiba na kisheria vya kuna haja ya kuongeza majimbo haya kwa mustakabali mzima wa maendeleo ya wananchi, basi mipango ilianza na jana rasmi INEC wametangaza kuongeza kwa majimbo mawili, ambao katika jimbo la Ukonga ambao zamani ndio ilikuwa Ukonga kama Ukonga, lakini imeongezwa, tumepata jimbo lingine linaitwa Kivule. Lakini pili, katika wilaya ya Temeke yalipo majimbo mawili, ambapo jimbo la Mbagala pamoja na jimbo la Temeke, na hapo pia tumepata baraka ya kuongezewa kwa jimbo moja katika jimbo moja la Mbagala, ambao tumepata jimbo la Chamazi. Kwa niaba ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Dar es Salaam, sisi leo tunataka kutoa pongezi zetu za dhati kabisa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kwa hatua hii ya kisera na ya kimkakati ya kuanzisha majimbo haya mapya, yani Kivule pamoja na Chamazi ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, kuongezwa kwa haya majimbo nchini, lakini mahususi kabisa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, tunaona ni hatua mahususi inayoonyesha namna taifa letu linavyoendelea kuimarika katika misingi ya kidemokrasia, usawa wa uwakilishi na usogezaji wa huduma kwa wananchi. Nikiwa natambua kwamba Kivule pamoja na Chamazi, maeneo haya yalionyesha ongezeko kubwa sana la watu na ukuaji wa masuala mbalimbali ya kiuchumi na mahitaji ya huduma za kijamii, na ilikuwa ni kilio kikubwa sana cha watu. Mimi nimetembea mkoa mzima wa Dar es Salaam kata 102, lakini wakati kila nikifika katika jimbo la Ukonga nilikuwa naona namna gani watu wana kilio cha muda mrefu, lakini hivyo hivyo katika wilaya yetu ya Temeke jimbo la Mbagala, kila nikitembelea kusikiliza kero za wananchi, moja ya kilio ilikuwa ni kusogezewa huduma, lakini jimbo lile kutokana na ukubwa wake basi liweze kugawanywa. Hivyo basi INEC imefanya maamuzi mazuri ya kugawanya jimbo hili kwa maslahi mapana ya mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini kusikia kilio cha wananchi na kujibu kwa vitendo kilio chao. Ndugu waandishi wa habari, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tunaamini kabisa kuongezwa kwa majimbo haya mapya ni fursa mpya ya ushindani wa kisiasa, hususan vijana wa mkoa wa Dar es Salaam. Sisi kanuni yetu ya umoja wa vijana imetuelekeza wazi kuwasemea vijana wote wanaojishughulisha na masuala mbalimbali ya kisiasa, ya kijamii na kiuchumi. Hivyo kuongezwa kwa majimbo haya kwetu ni fursa, na tunaendelea kuwasihi vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam waitumie fursa hii ya kihistoria iliyoweka katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini pili, sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Dar es Salaam, hii kwetu tunaamini kwamba uwanja mpya wa ushindi wa Chama cha Mapinduzi umeanza rasmi, kwa sababu tunajua hakuna chama chochote duniani na Afrika kwa ujumla ambacho kina mizizi ama muundo wa kitaasisi zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Hilo hata nyie wa Tanzania wenzangu mnakuwa mnajua, na hususan wa Dar es Salaam nalijua hilo. CCM imejizatiti kuanzia ngazi ya shina, ngazi ya tawi pamoja na ngazi ya kata, wilaya na mkoa na taifa kwa ujumla. Hivyo basi kuongezeka kwa majimbo haya katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni uwanja mpya wa ushindi kwa Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya misingi ambao tumeweza kuitengeneza katika chama chetu. Lakini tatu, sisi tunaamini kuongezwa kwa majimbo haya ni jukwaa la maendeleo kwa wananchi. Nini maana yake? Kilio cha wananchi ilikuwa ni huduma ambazo zinakuwa mbali, lakini yanapogawanywa haya majimbo na kuongezwa kwamba kama kutakuwa na mwakilishi ama ni mbunge, basi ataendelea kuwakilisha watu ambao anaweza kuamudu. Lakini pia tunapoongeza jimbo, ina maana kwamba miundombinu itakuwepo vizuri, mazingira rafiki ya kufanya biashara na masuala mbalimbali ya kisiasa na kijamii yataenda kufanyika pale. Kwa hiyo ni fursa na ni jukwaa la maendeleo kwa wananchi wa maeneo yale husika. Lakini sasa sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, na hapa niseme tunatangaza wazi kwamba tutakwenda kusimama kidete
tutakwenda kuhakikisha majimbo haya Kivule pamoja na Chamazi yanabaki kuwa ngome ya Chama cha Mapinduzi, hasa katika kipindi hichi cha uchaguzi wa mwaka 2025, uchaguzi mkuu katika nchi yetu. Lakini tutakwenda kusimama kidete. Licha ya kusimama kidete, tutahamasisha vijana wenzetu, tutashiriki mikutano na tutatengeneza mtandao wa mashina na kuratibu kampeni mahususi za vijana kwa maeneo haya, yani Kivule pamoja na Chamazi. Lakini pia tutahakikisha vijana hawa wanaopatikana katika maeneo haya ya Kivule pamoja na Chamazi wanafikiwa, wanashirikishwa na wanapewa nafasi ya kugombea, kushiriki na kushinda kupitia chama chetu cha Mapinduzi. Lakini tatu, tutazindua kampeni maalum za kisiasa kwenye majimbo haya, mafunzo ya kizalendo kwa vijana wetu na matamasha ya kishindo, ili kuhakikisha kwamba vijana wanapokea kwa mikono miwili fursa hii ya kihistoria ya kuongezwa kwa majimbo haya Kivule pamoja na Chamazi. Na niwaambie ndugu zangu kwamba kama Chamazi tunasema inaenda kuwa ni jimbo, basi litaendelea kuwa ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kama Kivule itakuwa ni fursa, basi itakuwa ni fursa kwa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo kwa kumalizia niseme kwamba vijana wa mkoa wa Dar es Salaam tuendelee kuitumia fursa hii adhimu, tujitokeze kushiriki mchakato wa uchaguzi katika ngazi zote, lakini hususan majimbo haya ambayo yako huru sasa, tujitokeze kwa wingi, na sisi wenye dhamana ya kuwasemea tutawasemea kuhakikisha tunapata vijana madhubuti wenye uwezo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Na mwisho kabisa niseme tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya, tuendelee kumpongeza kwa namna ambavyo ametutengenezea maendeleo katika mkoa wetu, na tunamwahidi Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba heshima tutakwenda kumpa ni ya ushindi wenye hadhi ya maendeleo katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa hayo niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, ambariki Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awabariki na wana Dar es Salaam wote, na washukuruni sana na asanteni kwa kunisikiliza. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.